Kwa hiyo da'wa hii inatuhimiza sisi tufuate mwenendo wa watu hawa kwa wema, tujifunge na mwenendo wao, tuifuate njia yao. Na walillahi alhamdu wal minna, Uislamu ni neema kubwa sana, kwa sababu kila kitu unachokihitajia wewe kwenye huu Uislamu kimehifadhiwa, kimerekodiwa, kimewekwa mahali salama. Wataka kujua nini wewe? Qur'ani hii ipo. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Qur'ani iko. Leo la qaddara Allah itokee kwamba misahafu yote duniani imetiwa moto, haiko tena, basi Qur'ani itaandikwa upya. Ni kiasi cha kuchagua tu, watu wawili, watu watatu, ukitaka watu 10,000, milioni 10 utawapata. Qur'ani itasomwa na itaandikwa, itarudi vile vile, hakuna kitakachopotea, kwa sababu katika suduru alladhina utul ilm. Qur'ani iko vifuani mwa Waislamu. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mahfudha, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamelindwa, yamehifadhiwa. Hivyo hivyo hata mafunzo ya maswahaba nayo yamehifadhiwa kwenye mahali maalum. Ukisoma dini utajua utayapata vipi, kwa namna gani, lipi la sawa na lipi si la sawa, lipi la kweli na lipi si la kweli. Hata kwenye karne ya 18 nyuma kidogo, na karne ya 18 na 19 ya miladia, palitokea hamla fulani, yani kulikuwa na kampeni maalum ya kuudurusu Uislamu na kuuchafua Uislamu. Likapatikana kundi la watu wanaoitwa almustashriqun, ambao asili yao si Waislamu. Wengi wao walikuwa ni katika manasara wa Kristo wa nchi za Europa huko. Wakaunda magenge na makundi waende kwenye nchi za Kiislamu, wakausome Uislamu kwenye fani zake tofauti, kisha wayapotoshe yaliyomo ndani ya Uislamu kupitia ndani yao, kwa sababu waliona kwamba hawawezi kuumaliza Uislamu nje yao. Kwa hiyo wakatengeneza makundi haya, yakaondoka makundi matatu kwa wakati mmoja. Kundi la wanaojiita almusta'mirun, yani kwa lugha fupi wakoloni, kundi la wakoloni. Tangu baada ya vita vya msalaba wakatuma majasusi wao, wakina Vasco da Gama, walifika mpaka Kilwa na mambao wa Afrika Mashariki 1498, karne ya 15, wakipeleleza mambo mbalimbali, na hasa baada ya vita msalaba wakapeleleza. Kisha vikaja vikundi vinavyoitwa vya almusta'miruna, wakoloni. Kwanza watawale watu kwenye miji yao ili waibe rasilimali zao, ili wavunje tamaduni zao kwa mabavu. Kwa hiyo wakaja na mitutu ya bunduki, wakaja na mizinga, wakaiharibu miji ya Waislamu na wakataka kuikalia kimabavu. Lakini hawa waliambatana na kundi la watu wanaoitwa wamishionari, wabatizaji, wakipita katika miji wakitaka kuwabatiza watu walio Waislamu waache Uislamu wafuate dini yao wao, na wapagani pia wafuate wao. Mreno alikaa katika mwambao wa Afrika Mashariki miaka 200, hakumritadisha hata mtu mmoja. Alifeli, alikosa mbinu, aliwakuta watu wako madhubuti. Mreno alikaa miaka 200. Lakini kuna kundi jingine, na hili ndio kwa hatari sasa, kundi la almustashriqun. Hawa ni watu wataalamu, wabobezi, waliokwenda katika nchi za mashariki kama Lebanon, Syria, Misri, Iraq na nchi nyinginezo ambazo zilikuwa zina ngome za ilmu. Wakaingia
wakausoma Uislamu. Kuna waliobobea katika fani za hadithi, waliobobea katika mambo ya historia, kuna waliobobea katika mambo ya lugha ya Kiarabu, kuna waliobobea katika sheria ya Kiislamu, waliobobea katika mambo ya visomo vya Qur'ani na tafsiri zake. Wakaingia katika kila uwanja, wakausoma Uislamu kwa wanavyojua wao, alafu wakaanza kuandika sasa, wakaupeleka haya katika vyuo vikuu vyao, wakasomesha na wakaandika ili Uislamu upotoshwe. Asilimia kubwa walioathirika katika janga hili ni wale wenye elimu nusu au wajinga kabisa. Si leo pia utasikia kumeandikwa Qur'ani mpya, hiyo hapo si kuna hivi, watu watumiana kwenye mitandao huko. Sisi wale itutishi, mtababaika nyinyi. Sisi kila siku Qur'ani husomwa usiku na mchana, na utafiti unaonyesha ya kwamba mtoto wa Kiislamu akipata faragha mpaka akifikisha umri wa miaka 10 anao uwezo wa kuhifadhi Qur'ani yote. Yanawezekana, sio jambo la ajabu. Sio zama za kina Imam Shafi'i kwamba amehifadhi Qur'ani kabla hajafika miaka 10. Zama hizi ni jambo linawezekana, wala halina shida ndani yake. Sasa utakuja kuisoma vipi hiyo qul huwallahu ahad isiwe qul huwallahu ahad, iwe vingine, alafu wao umetudanganya na sisi tukadanganyika? Watakaodanganyika ni wale wajinga wasiojua, watababaika. Eti innamal a'malu binniyati leo imebadilishwa, sio tena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yasomeka kivingine. Alafu watu waliokaa katika madarasa za ilmu wababaika. Mtababaika nyinyi kwenye mitandao ambao hamkusoma, ajenda yenu sio ilmu. Kwa hiyo wale mustashirikuna wakawaweza wajinga, wakawatatiza, lakini wakasimama ulama wa haki, wakaweka kila kitu mahala pake. Si hata wewe kwenye gari, wewe sifungi magari, tuchangue gari yote, benzi tuichangue yote, tufungue engine, ukichanganyiwe hapo, kuna hiki cha pikipiki, hiki cha baskeli, hiki cha kikawekwa pale, ile trekta. Wewe kama ni fundi kweli utakuja kufunga spare ya baskeli kwenye benzi? Haiwezekani. Kila kitu takia, hiki sicho weka pembeni, hiki sicho weka huko, hiki ni cha hapa. Ndiyo dini ilivyo. Kwa sisi hatuwezi kubabaika katika dini yetu. Nataka kusema kwamba kila kitu katika Uislamu kimehifadhiwa madhubuti. Kuweni na amani, lakini amani hii itaendelea ikiwa agenda yetu ni elimu. Utulivu huu utapatikana ikiwa Waislamu wataipatiliza elimu ya dini yao. Lakini itakapofika wakati Waislamu agenda yao sio elimu ya dini, ikapita karne nzima watu hawakusomeshana dini, hapo tutakuwa tushawezwa. Na haya aliyesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliyeshazungumza siku nyingi, inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna yake al-kaunia, kilimwengu, elimu haiondoshi kwa kuinyakua kutoka kwenye vifua vya waja wake. Kwamba wewe umesoma alafu asubuhi umeamka huna kitu. Wasomi wote hawana kitu wanachokijua tena. Qur'ani waliohifadhi haiko, sunna hazipo, ufahamu juu ya Qur'an na sunna haupo. Hilo jambo halipo katika utaratibu wa Allah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, elimu ataiondosha kwa kuondosha wasomi. Ikawa wale wasomi wote wamekufa, alafu kizazi kinachofuatia baada yao hakikusoma. Hatta idha lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ikawa imefika wakati hakumbakisha mjuzi yoyote, basi wale wajinga watatafutana wachaguane nani mwenye nafuu. Kwa hiyo watamchagua mjinga mwenzao awe ndiye kiongozi. A'ma yaqudu basiran la aba lakum
qad dhalla man kanat umyan tahdihi. Mchagua mtu mmoja mjinga huyu ana afadhali kwa sababu ana domo abwabwaja kweli kweli, bingwa wa kusema, akachaguliwa atakwenda kuwatumbukiza kwenye mtaro. Ni kama vile mmechukua basi mkamkabidhi mtu ambaye hajui gari, hajui breki iko wapi, mafuta yakanyagwa hajui. Tujalie ajua kila kitu, ajui breki ilipo, sitama huo amtobozi mahali hapa, njia panda mfiki, utasikia utoshakufa watu, basi zima limeangamia. Ndio hivyo hivyo, ikiwa watu sasa wataona afadhali huyu, lakini hawakusoma wote, wataangamizana. ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu, wakaulizwa kisha na wao wakati wa fatwa ikawa ni sababu ya kupotea wao na wakawapoteza na wenzao. Nataka kurudi tena kusema kwamba Uislamu mambo yake yote yamehifadhiwa. Kwa hiyo ukitaka kujua muongozo na njia ya wema waliotangulia, wewe rudi ukasome, kakae katika vikao vya elimu, utaelekezwa. Na walillahi alhamdu, katika agenda muhimu kabisa ya da'wa yetu kama nilivyotangulia kusema ni kuipa elimu kipaumbele, elimu ya dini yetu. Na ndio maana ukaona huku kushamiri kulikojitokeza kwa da'wa salafia inaonekana kama imeanza kulinganiwa karibuni hivi, na da'wa yake haikuja zamani hivi, lakini athari yake ni kubwa katika mujtama, walillahi alhamdu wal minna. We kubali usikubali, athari yake ni kubwa. Sema ndio, sema hapana, sisi hatuangalii ndio hapana, tuangalia waqi, ule uhalisia. Athari yake ni kubwa katika mujtama. Duatu salafia nafasi yao si ndogo katika mujtama, nafasi kubwa. Kwa nini? Kwa sababu sera yao ni elimu, agenda yao kuu ni elimu. Hawana uvivu wa kukaa kusoma na kusomeshana, na hizi katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa da'wa yetu sisi imekuwa dawa tunailingania, si miliki ya mtu kwamba ni dawa ya fulani na fulani na fulani kwa ufadhili wa fulani na fulani na fulani, la. Lakini dawa imekuwa ndio dawa ya Uislamu sahihi.